Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto. Ninakusalimu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Yambaleto TV. Karibu kuungana nami mtangazaji wako Naganaga Thomas. Leo niko live toka studio zetu za Rugembe wilayani Kalundu katika mji wa Uvira, Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo kubwa la Uswahilini. Kumbuka kwamba matangazo haya yanaandaliwa na mwalimu mkuu mzee wa kazi, mfalme wa kizazi cha 4, Thompson Unjibata Ngalo William. Ukiwa na mahoni, swali au pendekezo kuhusu sote tunakutangazia, namba za ofisini WhatsApp ni alama kujumuisha 243 84 27 21 309 au alama kujumuisha 243 97 43 49 424. Habari kuu usiku ni pamoja na ukweli au uongo kuhusu kuzofika kwa vita vya risasi kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalosaidiwa na wazalendo, motisha wa kupambana kutembezwa njia panya. Tunaishi shamba ya vita, kugombana busubuhi na magharibi. Ile pesa hatuyawahi kuiona. Wanachama wa PPRD, chama chake rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, watoa msimamo hao kuhusu Marekani kumwekea vikwazo rais huyo wa zamani kufuatia ripoti za kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaohusishwa na nchi ya Rwanda. Tshisekedi mwenyewe amemhukumu kifo, alafu wa Marekani wanakuja kumwekea vikwazo kiuchumi ambaye amehukumiwa kifo. Sijui nani ni mpumbavu kati ya serikali ya Tshisekedi na serikali ya wa Marekani. Nafikiri ya kwamba kati yao kuna mpumbavu, sababu mtu bado amehukumiwa kifo tena ungali unamhukumu. Ni ipi iliyo hukumu kubwa kati ya hukumu ya kifo na hukumu ya vikwazo vya kiuchumi? Kwa hivi sisi haitushangazi. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto. Na tuanzie hapo Uvira. Watu wawili ndio waelezwa kufariki kwa mafuriko ya mvua ilionyesha kwa vipindi viwili tofauti siku ya Ijumaa tarehe mosi mwaka 2026 mjini Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo vya dharura ni kwamba mto Kalimabenge umejaa na kujimwaga mitaani. Nyumba nyingi zimejaa maji na kuzama, huku vitu muhimu vikiporomoshwa. Kalimabenge aliala kaingia pale kwetu, manake hakuna kitu kile kilitoa mnyumba. Na kama telewa na kalokota kule chini, vitu vyote vinaenda. Batoto wanakunywa mai, maji ungesikia tu kwetu kabisa. Ningilwa mwajali ya mbaya. Mai iliingia timu nyumba ikatufunika sie wote na batoto mnyumba. Batoto wanakunywa mai, batoto manake vitu vyote vinanienda, na nyumba ilienda na kuenda na mai. Viongozi wasema kwamba shughuli za kutafuta watu wanaoelezwa kupotea zitaendelea. Idadi yaweza kuongezeka kutokana na wakusanyaji wa ripoti. Tayari wananchi wamoja wa Kalimabenge upande wa chini ya barabara ya taifa Biemmalake wamelazimika kuihama maskani yao. Njoo kwanza mpaka wakai ngosaka ndo kwenda kwenye na watoto sai. Na tukisalia hapo Uvira, makundi ya wazalendo na mashirika ya kiraia Kivu Kusini yasema kwamba pesa zilizotangazwa na serikali kwamba zinatolewa kila mwezi kwa kuwasaidia wazalendo kama motisha kwa kazi wanayoifanya hazifikii walengwa. Thompson Unjibata Ngalo William na ripoti kamili. Makundi ya vijana raia waliojitolea kulisaidia jeshi la serikali kupigana na uasi wa AFC M23 kwa wito wa serikali wanaoitwa wazalendo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea na nia hiyo bila kurudia nyuma. Wazalendo katika tarafa za Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda, Kabare, Walungu, Kalehe, Iju Kivu Kusini na huko Kivu Kaskazini na Ituri wanapitia changamoto nyingi katika mashamba ya vita. Kutokana na changamoto na juhudi walizonazo bila kuregea, serikali ilichukua hatua ya kutoa sapoti yao kwa vijana hao.
Mnamo mwaka 2025 sensa ya wazalendo ilifanyika katika maeneo mbalimbali mashambani mwa vita kutafuta kujua idadi yao ili wapate msaada. Kulingana na waziri wa fedha Dudu Mfwamba anayetajwa katika ripoti ya tume ya ukingo na usalama katika baraza la bunge la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti ya Aprili 29 inasema kwamba serikali inatoa kila mwezi milioni $4 za Kimarekani kwa makundi hayo yanayojitolea kulisaidia jeshi la taifa. Pesa hizo zinaleta utata. Wazalendo wengi pamoja na wanaharakati wa mashirika ya kirahia husema kwamba ni injili mpya masikioni mwao, hawajui ikiwa pesa hizo hutolewa. Ibongo Akwela Bendera ni mmoja kati ya viongozi wa kizalendo Kivu Kusini, anapatikana mjini Uvira, anasema hizo pesa milioni 4 ya kila mwezi, hiyo ni hadisi. Hiyo habari kabisa ni ya uongo. Hizo pesa kama zinatoka, wanajua kwenye wanazipelekaga. Sisi tuko kwenye viwanja vya vita, hakuna hata senti inaonekanaga, isipokuwa ile mwezi mmoja walikuja kutulipa, na hiyo mwezi si kila mtu alipokea kwa hiyo pesa. Generali huyo wa kizalendo aliongeza, hiyo 4 milioni kama inakuja kwa watu wengine wenyewe wanajulikana kama hao ni watu, na nitasema kama ni watu wenyewe kutusumbua kwa hii magumu ya Kongo tusiendelee. Ni wenyewe kutusumbua kwa hii magumu ya Kongo tusiendelee. Lakini kabisa hiyo pesa 4 milioni ya kila mwezi inakujaga juu ya wazalendo ni uongo, hakuna kitu. Na kweli kama wanazipata, kama wanapata hizo pesa, wale ni wenye kutukanisha serikali. Hawataki serikali isonge mbele. Pesa zinakuja wanakula na wanaficha wahusika wa hizo pesa. Hata hivyo alipendekeza, pendekezo yangu mimi ni vizuri tufanye ankete, tufatililie, tujiransenye hizo pesa kweli kama zinatoka wapi na zinaenda wapi, nani mwenye anazipokeaga na anazipoteza. Kweli kwa kweli hizo pesa azionekanagi. Hakuna pesa kabisa wazalendo wanapewa, isipokuwa ile mwezi mmoja walipewa, na si wote wenyewe walipokea pesa. Makundi ya wazalendo ni lukuki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majenerali ni wengi. Tumefika kwenye mashamba ya vita kuongea na askari wa viwango vya chini. Hapa tuko Biriba. Huyu hapa anaeleza. Asante sana. Mimi kwa jina Ramazani Hassan Glenware, na niko hapa Biriba kufro, niko mtu wa General Bendera tangu 2015 mpaka kwa saa hizi. Hata isekani fry ya kutoboka kama nishakula basi Mungu anipitia nikaenda kufuru sasa ya kwanza kwa ya kwangu. Hakuna hata isekani fry nishakula, ina natosha asante. Lakini sasa unasema aje kuhusu hizi franka zinatoshewa na haziwafikii? Wewe unajisikia namna gani? Najisikia vibaya sana, tena vibaya mimi na maanisha kwamba patia adui ikefa nini, iketupige jua ile franka ifanye nini, ituvunje nguvu. Kwa kutokana atupokei, turegeye, tuachilie adui ifanye nini, aingie. Na si atuachilie, tulifanya miaka mingi sana bila kupokea. Na sisi tutaendelea vile vile. Kwa tupatie, batupatie ile franga kwa mtu iko hakika itufikie, ndio na sisi tupate ile kidwa nini ya sabuni. Asante. Upande wa tarafa la Fizi walio kwenye mstari wa vita nao wasemaje? Jina langu mimi naitwa Johnny Venansi Mugisho. Ile pesa yani wanasema ile dola 4 milioni 4 wanatosha. Yani sio wazalendo, tunaonana tunaishi shamba ya vita kugombana busubuhi na magharibi. Ile pesa hatuyawahi kuiona. Sasa wale wakuu wanaanza kukamata ile pesa wanaikula, wanasema kepurke wanabebea wazalendo. Wafuatilie mzuri, serikali ifuatilie mzuri. Bawaulize ile pesa wanailipa banani. Hivi tuko mshamba la vita tunagombana busubuhi na magharibi. Na usiku hatulale. Tunanyeshwa na mvula, hakuna chakula, hakuna kitu yoyote. Tuko mshamba la vita. Yani ile pesa inaonekana banaenda fanya amu makazi zao kule muzingine mapei étranger, haiko kusema inalipa wazalendo. Ungetaka nini? Mimi ningetaka yangu kujua ule mtu mwenyewe anapokea ile pesa na sufrance tuko nayo. Maana yake iko puru na M23. Juu ile pesa haipokeze wazalendo. Inaenda fanya kazi yake. Maana yake wanapokeza ule wadui mwenye tuko tunapambana naye mu nchi ya Kongo. Huko Kabare maeneo ya Lwiru, huyu hapa hakutaka jina lake litajwe. Sie bazalendo hapa unakuya kutona mvula iko nanyesha, tunalobana kumvula. Mais hii kusema ke par mois banatosha 4 milioni juu ya bazalendo atujue kabisa. Ile ni bongo. Hii ilikuya hapa hivi walipokeza bazalendo yabo bengine. Haiko bazalendo zote bako kufonja walipokea kile makuta. Tuliona bata Baraka walipokea makuta, inakuwa pa Uvira umoya njo ba generaux ya bazalendo njo walipokea. C'est basoda chini kwanza tulikuwa komanda force yetu ya kwa Bendera akuona kata difra lienda declarer atalia kwa nani.
atadeklare kwa nani? Na tuko ndani ya front hapa, tuko naangaliana na M23, tunafunga tu nani barrière pa basipite, tuko napigana tu na botisa hii, mais atuko na se retrouver, atujue tufanye aye juu na sisi tuanze tu retrouver juu tuko napigania mwingine. Mashirika ya kirahia Kivu Kusini yasema kwamba kupokea kwa wazalendo au kwa askari jeshi na askari polisi ni zoezi lisilofichama, mahana kila raia uona mabadiliko kufuatana na mzunguko wa pesa mitahani. Mafikiri Masimango Martin ni mratibu wa shirika jipya la kirahia kusini mwa Kivu Kusini. Yeye upande wake anasema, d'abord jana na juzi tulishangala par rapport na message circulé kusema kwamba kila mwezi pako plus de pas moins de 4 millions de dollars yenye iko natoka kwa juu ya bazalendo, pendant que chaque fois tuko nalamika kama pako vitu wenye bazalendo wako nakosa parce que hakuna pesa. Na kwetu nawaza que c'est le moment ya mzuri zaidi que les autorités maintenant au niveau de Kinshasa, soit au niveau de Kinshasa, hizo pesa ziko nakuliwa, si au niveau provincial ou au niveau des sous-régions au franga kwa kuliwa. Donc à notre niveau tuko déjà tuli proposer déjà au gouverneur de la province, celui qui assume l'intérim, le maître Lakano, ku convoquer une réunion urgente pour que tu discuter kujua quel niveau franga iko nakuliwa wapi, parce que si l'argent iko kuliwa au niveau de Kinshasa, ça sera maintenant une bonne chose pour le gouvernement congolais, c'est-à-dire le président de la République kuelewa kama franga na kuwa na waza ziko nakuya ziko nasaidia bazalendo azifiki. Donc à notre niveau ni kusema kwamba c'est une déception totale. Un montant comme de 4 millions de dollars yenye batu wa moya banajikunja na banakula de faveur ya batu wanakamata bunduki, raia kamata bunduki kwa jua ya kusaidia nchi mebakwa kwa privé na ile makuta. Donc nous à notre niveau tunaendelea kufanya ma recherche tukijua pour que tujue maintenant franga ikifika Kinshasa nafikia kwa nani na ule mtu anaibiwa kwa nani na nani niko na gérer mu niveau ya hapa d'abord mu niveau provincial na mu niveau même ya 3e région militaire nani iko na gérer le makuta. Kama zile franga itakuwa ziko mu niveau ya 33e région militaire, tutaona commandant région tumjue franga ziko wapi. Kama ni mu niveau provincial, donc nous avons le gouverneur de la province, nous avons les autorités provinciales, tutabajongelea pour que tujue franga iko na kwa quel niveau. C'est à ce niveau là, dès que tutakuwa na maelema zote kujua mkila stade kwa franga za wazalendo walikuwa nakuliwa, na waza ke nuko mena shirika nuko raia ya Congo tutawaza maintenant tutajua nini ya kufanya. Et que il faut maintenant kwa wazi, ce n'est plus encore une question ya kulombana msama, c'est une question maintenant ya que la justice ifanye kazi muda yote watu kuna kuliwa franga. Et pourtant au niveau national que franga kuna toka yenye population kuna bénéficier via les wazalendo. Et là peut-être si c'est au niveau de Kinshasa, donc il y a la complicité des autorités au niveau de Kinshasa, parce que c'est anormal. Pendant des mois, plus de 4 millions de dollars qu'on a toka à faveur de wazalendo na zinakuwa na ziko na kuliwa, et que haiko sûr que mu niveau ya chini franga inajulikana kama iko nafika. La preuve tout simplement franga kidogo ilikuya ya motivation yenye muzalendo alikuwa anapata 325 dollars, ilionekana kila watu walijua franga likosa. Comment maintenant kwenye pako plus de 4 millions et pourtant partie ya nord na sud ya SRDC yenye iko napigana kwa leo, mais ya usenture assistance ile. Voilà notre proposition. Mena waza kwamba que bazalendo que la population d'abord iko apaisée, tuko natafuta masource yote ya ile frango nafikiaka na niveau gani bako ziko zile frango ziko naibiwa, et une fois que tutakuwa na maelema ziko approfondi, na je crois que tutakuwa na un mois dur, on va convoquer une réunion urgente pour que maintenant si raia tuamue nini tunaweza fanya. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Manyebwa Mapenzi kutoka Uvira anatoa mtazamo ufuatao. Mpaka sasa tunaweza sema ya kwamba hizo pesa hazifiki juu ukiangalia hapa kwetu sur terrain Uvira, Fizi, Mwenga, wazalendo kila mwezi wanaendelea kulalamika kwa maana hawapati prime d'encouragement. Tumeona hapa mwezi wa 3 ndio wazalendo wamepata prime d'encouragement ya 320 dollars, na ilikuwa sakisi ndio mwanzo na hakuyakuwa ingine pesa. Ile kusema ya kwamba 4 millions de dollars inatoka kila mwezi, yaani hizo pesa zinakuliwa
kuchukuliwa na wakuu viongozi wa moja, na ni responsabilite ya gouvernement congolais au niveau central iangalie namna gani itafuatilia hizo pesa na ijue hizo pesa zinakwamia wapi kwa ajili ya kufikishia wazalendo. Hizo pesa zitasaidia sana kuleta motisha kwa wazalendo na kuwasaidia pia kufanya makazi mbalimbali na kuleta sekirite nzuri katika mamingini yetu Uvira, Fizi, Baraka, Mwenga. Kwa sasa hizo pesa hazijaonekana kwa wazalendo na hawajajipata. Lakini je, ni pesa ndizo zilizo wasukuma wazalendo kupigania inchi? Na habari hii ya milioni 4 je, itawapa uregevu au juhudi? Jile Mulumba ni msemaji wa wazalendo wa Kivu Kaskazini, njiani mwa simu anasema ni kwamba sisi hatuwezi kamwe kuacha kupigana, hatuwezi acha majukumu yetu, sababu hatuja kamata silaha kwa ajili ya pesa, hata kama pesa ni muhimu kwa ajili ya maisha. Lakini kama kukiwemo wale ambao wanataka kutuvunja nguvu na kutuharibia kazi wakiiba pesa hizi, tutaomba serikali washikwe na wawekwe mahakamani. Hiyo pesa kweli kweli ifikie wenyeji ikiwa wazalendo, bali sisi tutaendelea kutumikia taifa, tutaendelea kutumikia nchi. Serikali ilisema lengo la pesa hizo ni kuwapa sabuni wazalendo, kuwakusanya, kuwapa chakula, dawa na mahitaji muhimu yatakayowafanya kuwa hodari na jasiri vitani, malipo ambayo yanafanyika kwa kufuata taratibu za kisheria iliyounda jeshi la akiba linaloitwa RAD. Viongozi wa RAD hawajazungumza lolote. Malipo hayo hutolewa kwa njia ya RAD kupitia mfumo wa gharama zinazotolewa na kitengo hichi katika ripoti wanazozifikishia serikali ambazo zinafikia milioni $4 za Kimarekani kila mwezi. Malipo mengine hufanyika kama marupurupu na kinua mgongo. Pesa hizo huenda moja kwa moja kwa viongozi wa wazalendo maeneo wanakopatikana kutokana na dharura inayotokea. Amesema hayo Dudu Famba, waziri wa fedha nchini DR Congo. Misaada hiyo inaelekea mikoa mingine tofauti na Kivu Kaskazini ambako wazalendo walijikuta kutupiliwa na kusauliwa baada ya kufadhaika na kifo cha gavana wa zamani wa mkoa huo Jenerali Peter Chirimwami aliyefariki kwa risasi zilizompata kwenye mashamba ya mapambano karibu ya mji wa Sake. Chirimwami alikuwa mtetezi wa wazalendo kwa serikali, mara kwa mara kuisukuma serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isaidie wazalendo huko Kivu Kaskazini, na baada ya kifo chake kila kitu kikapoa kama maji mtungini, ndivyo yaeleza ripoti ya serikali. Kwa leo makundi ya wazalendo sio tena askari wa maguguni, wahasi au washika silaha. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawatambua wazalendo kama vikosi vya msaada au vikosi vya akiba, jeshi halali la umma linalosaidia jeshi la serikali katika vita vya uvamizi wa nchi katika mapambano na wahasi wa AFC M23 mashariki mwa DR Congo. Kwa kuwaweka katika nizamu za kijeshi na kuwaepusha kudumbukia katika matope ya vitendo vya kijeuri na uvunjwaji wa haki za binadamu, wazalendo waliundiwa taasisi inayowakusanya ambayo inaitwa RAD, ikimaanisha vikosi maalumu vya jeshi la akiba la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo wanatambulika rasmi kupitia sheria iliyochapishwa mwaka wa 2023 yenye namba za usajili 23/014 ya tarehe 22 za mwezi Mei mwaka wa 2023. Serikali bado inaandaa mipango mirefu ya kutekeleza kwa ajili ya kitengo hicho cha RAD. Nikiripotia Iyambaleto TV kutoka Uvira, mimi ni Thompson Unji Batangalwa William. Huko Kivu Kaskazini katika wilaya ya Luberu, wafanyakazi wasema kwamba hali bado ni ngumu. Kwanza kuhusu sikukuu ya wafanyakazi, usema kuwa ni kuwapongeza kwanza wafanyakazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wanafanya kazi katika mazingira magumu ya mateso na mahangaiko mengi ya vita, hasa katika majimbo ya mashariki. Ni wafanyakazi ambao katika mazingira yao ya kazi haiwape yote ambao wanastahili kupewa, na ni mazingira magumu, lakini kwa hiyo wanajitolea kila siku kwa kwenda katika makazi ili kuhifadhi jamaa zao na pia ndugu zao. Kwa kweli ni kuwapongeza na kuomba serikali iweze kubadilisha ama kuinua tena mfuko wa mfanyakazi ili yeye mwenyewe aweze kujifalia
na kuifalia mazingira ambamo anakaa. Kwa ulizo la pili zidi ya walimu, ni kusema kuwa walimu kwa kweli ni wao msingi wa kweli wa nchi. Mtu asipoelimishwa, huyo mtu hajifalii kitu katika maisha kwa kweli. Na sasa walimu hao tunadhani kuwa inabidi wapewe pia mshahara ambao unastahili, ili wafanye kazi pia katika mazingira ambayo yanastahili, na pia namna ya wasaidia watumike kazi yao. Ni kusema kuwa inabidi wapewe pia mazingira ya kikazi ambayo inastahili, na hifadhi ya kijamii ambayo itawasaidia wakimaliza kazi zao wajifadhilie na wakae katika mazingira ambayo itawalinda siku nyingi. Ni hiyo ambayo tunadhani kuwa serikali inabidi ifanye juu chini ili kubadili hali ya walimu humu nchini, humu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kweli serikali imesaini nao mikataba mingi kwa kuwaongezea mishahara na kubadili hali yao ya kikazi, lakini serikali haitimizi. Ni hapa tunachukua fursa kuambia serikali iweze kufanya juu chini, hasa wanabunge ambao wanakuwa na mamlaka juu ya bajeti, waweze pia kuinua mfuko wa walimu, ili walimu waweze pia kukaa katika mazingira mazuri na pia wafanye kazi zao katika hali ambayo inastahili. Na tukijelekeza huko Kinshasa, Marekani mmwekea vikwazo rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kupitia ripoti za kuwaunga mkono waasi wa AFC M23 wanaohusishwa na nchi ya Rwanda. Hii ni hatua ya hivi punde dhidi ya washirika wa karibu wa Rwanda wanaodaiwa kukamilisha utekelezaji wa mkataba wa kusitisha vita uliotiwa saini mwaka uliopita mchini Marekani. Wizara ya fedha mchini Marekani imemshtumu Kabila kwa kusika pakubwa kutatiza utawala wa Kinshasa kwa kuwapa msaada wa kisiasa, fedha na teknolojia kwa waasi wa M23, na hivyo kukwamisha utekelezaji wa mkataba wa Washington uliotoa saini kati ya Rwanda na DRC wa kusitisha vita. Kabila anahusishwa na waasi wa M23 wanaopigana na wanajeshi wa serikali mashariki ya Kongo. Aiza, Marekani inashtumu Kabila kwa kupewa hifadhi na M23 baada ya mwaka uliopita kuripotiwa kuishi Goma, jiji linalodhibitiwa na waasi hao kwa mwaka wa pili sasa. Imezungumzwa naye Placide Zilamba akiwa Kivu ya Kaskazini. Kumpa gazabu rais wa zamani kwa kweli kusema kuwa ni jambo ngumu kwa kweli, lakini kwetu kusema Marekani ikichukua hatua hiyo, tunadhani kuwa imechunguza pande zote na kuangalia kama anachangia katika hali ya vita ambayo inakuwa katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwetu hiyo ni kusema kuwa ni mwito kwa rais wa zamani kumwambia aondoke katika njama hizo na arudi kwenye njia sawa, na kumwomba aweze kuchangia katika jitihada za kuleta amani, asiingie katika bidu za kuharibu tena michakato ya amani ambayo imesainiwa. Wakati huo wanachama wa chama chake Joseph Kabila wanalahumu vikwazo hivyo na kusema vina nafasi yoyote, hila ni onevu tu. Esekias Muhaya ni kutoka PPRD yake Joseph Kabila anasema ni jambo la kufurahisha na vile vile inatuletea tena nguvu zaidi kujua ya kwamba kumbe kweli rais mstaafu bwana Joseph Kabila iko patriot. Kweli ni mwenye anapenda nchi, sababu hakuna hata siku moja wa Marekani wakimpenda mtu wazie kama anaweza kuwa ni mkongomani wa kweli. Huyu anaonekana kuwa Pan-Africanus, na ndio maana wale majangili ambao maisha yao ni kupiganisha Afrika isipate amani wanafikiri kwamba waweze kumuletea vikwazo, lakini si vikwazo, sababu kwanza kwa babaye hawakuleta vikwazo, walimuua. Alafu huyu wakimwekea vikwazo vya kiuchumi ni kusema angali mwenye nguvu, sababu bado yupo anapumua bwana. Na zaidi isikike kwa wasikilizaji wa redio ya kwako ya kwamba sisi wanachama cha PPRD, chama cha rais mstaafu Joseph Kabila, tunafurahi sana, sababu hivi ndivyo vita tulijua tutavipiga, na tulijua tuna maadui, na hakuna mtu ulimwenguni mzima ambaye akifanya deal, akianja kutumika na UPDF na UDPS, chama cha rais Tshisekedi, aonekane ana akili kesho yake. Hayupo. Wote ambao walikuwa
kwenda na Tshisekedi bado wameonekana kuwa kabisa vichwa vimeharibishwa. Hata walimu wa vyuo vikuu wamebadilishwa akili. Ninashangaa ya kwamba vile vile Marekani wamefika kushuka hivi, sababu wanasema wanamwekea Rais Kabila vikwazo, na japo jana Tshisekedi mwenyewe amemhukumu kifo, alafu Wamarekani wanakuja kumwekea vikwazo kiuchumi ambaye amehukumiwa kifo. Sijui nani ni mpumbavu kati ya serikali ya Tshisekedi na serikali ya Wamarekani. Nafikiri ya kwamba kati yao kuna mpumbavu, sababu mtu bado amehukumiwa kifo, tena ungali unamhukumu. Ni ipi iliyo hukumu kubwa kati ya hukumu ya kifo na hukumu ya vikwazo vya kiuchumi? Kwa hivi sisi haitushangazi, tunaona ya kwamba nilisoma gazeti moja likisema ya kwamba Wamarekani wamoja wanafikiri kama bwana Donald Trump, rais wa Marekani, huenda kichwa chake kingehitaji apate matibabu kwenye afya ya vichwa. Inafikirika ya kwamba ni kweli kabisa, sababu mtu bado amehukumiwa kifo, wewe unakuja kumhukumu baadaye. Basi sasa hukumu ya Tshisekedi imekuwa kubwa kuliko ile ya Donald Trump, na wanasema wanamhukumu kipesa. Tangu miaka hii yote bado hawakumhukumu, walichunga nini? Na leo ndipo wanajua makosa yake. Wanaonekana kabisa Wamarekani wamepoteza akili, na hivi inatupatia tena usujaa ya kwamba kumbe tupige vita vizuri bwana. UDPS chama madarakani upande wao wapokea kwa shangwe na vigelegele vikwazo hivyo zidi ya Joseph Kabila aliyewaachia madaraka. Auguste Kabuya, katibu mkuu wa chama madarakani, amesema kuwa Marekani imeona vizuri Kabila ambaye aliongoza DRC kwa miaka 18 hadi alipondoka madarakani mwaka 2019. Mwaka uliopita alihukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini mwake kwa hatia ya kushirikiana na M23. Nimefunga pazia letu la The Big News toka Yambaleto TV. Kwa siku ya leo ulikuwa nami na Ganaga Thomas, makala ambayo yaliandaliwa naye Thompson Undibatangalo William. Kwaheri. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto.